Joka kubwa lilitema pesa nyingi kwa sharti moja tu: kafara za wasichana bikra chini ya mti unaovuja damu kila siku. Bilionea Juma asipotoa kafara, joka hula mtu kutoka katika familia ya kina Juma. Joka lililoitwa Anangisye, bilionea Juma alipewa na mganga hatari, mganga Muliamundu kutoka nchini Kongo. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye chaneli yako pendwa. Muhimu, usisahau kusubscribe kwa kugusa alama nyekundu hapo chini. Kisha kwenye komenti tuambie unatazama simulizi hii ukiwa wapi? Juma alishika pumzi kwa tahadhari akiwa ndani ya nyumba ya mganga. Harufu ya miti ya asili na madawa ya jadi ilijaa kila kona, ikiunda hali ya kutisha na ya kuvutia. Muliamundu, mganga hatari kutoka Kongo, alikuwa amesimama mbele yake, macho yake makali yakichunguza kila mwendo wa Juma kwa utulivu unaotisha. Leo nitakupeleka kwenye utajiri wako wa kweli, alisema Muliamundu kwa sauti ya hila. Lakini kumbuka, kila hatua ina gharama yake. Juma alisogea mbele, macho yake yakiangalia kila kona, akihisi uzito wa kila uamuzi. Kando yake, joka mkubwa lililotolewa na mganga lilisimama, mwili wake mrefu ukitobolewa mwanga wa asubuhi. Kila kifundo cha mwili wake kilionyesha nguvu na hatari. Pumzi ya Juma ilikuwa nzito. Kila hatua ya joka ilikuwa ishara ya hatari. Alijua wazi, kila kitendo chake kimejazwa hatari. Kila uamuzi ukileta matokeo yasiyo ya kawaida, na familia yake ilikuwa hatarini kama hatimaye akishindwa. Juma alinyanyua kidogo mguu, akielekea karibu na mti unaovuja damu. Hewa nzito ya msitu ilimzunguka, ikijaza kila kona kwa sauti ya majani yanayogongana na miguu yake. Kila hatua aliyoichukua ilihisi kama inachunguza usalama wake na hatari iliyoko karibu. Joka lilisimama kando yake, mwili wake mrefu ukitobolewa mwanga wa jua, macho makali yakimwangalia Juma. Lilikuwa tayari kufanya chochote kilichohitajika, na kila kukinzana na joka hilo, moyo wa Juma ulipiga kwa nguvu zaidi. Muliamundu, mganga hatari, alisimama kando, macho yake makali yakiendelea kila ishara kutoka kwa joka na Juma. Kumbuka, kila uamuzi unaathiri maisha yako na familia yako, alisema, sauti yake ikiwa tulivu lakini yenye uzito wa tahadhari. Juma alijikaza, mikono yake ikikaza kwa nguvu, akijua wazi kuwa hatua moja isiyo sahihi ingeweza kumgharimu kila kitu. Alitazama mti unaovuja damu, akiomba kuwa hatimaye sharti la joka litimizwe bila kuharibu familia yake. Muliamundu alichukua kipande cha gogo, kisha akakiweka chini ya mti unaovuja damu, macho yake yakimwangalia Juma kwa makini. Hii ni hatua muhimu, alisema kwa sauti ya kutisha kidogo. Kama unataka kupata utajiri wako, joka lazima apewe kafara. Usipotekeleza, familia yako yote iko hatarini. Juma alinyanyua macho yake, moyo ukienda kasi. Alijua sharti hili linagusa kila kitu alichokuwa nakitaka: utajiri, nguvu na heshima. Miti ilikuwa na harufu chungu ya damu, kila tone lililokuwa likivironga ardhini likimkumbusha hatari iliyoko karibu. Joka aliyejawa nguvu na mwili mrefu lilisimama karibu, macho yake yakimwangalia Juma, ikionyesha kuwa lilikuwa tayari kutekeleza kila agizo, mradi sharti hilo lifanyike. Pumzi ya Juma ilikuwa nzito, akijua kwa hatua hii ilikuwa kigezo cha maisha na kifo, si tu kwa mali yake, bali kwa familia yake yote. Baada ya mazungumzo yale mazito, Juma aliondoka kwa mganga na kurudi nyumbani akiwa na mawazo mengi. Alipofika, nyumba ilikuwa kimya kuliko kawaida. Alikaa kitandani, akijaribu kujituliza, akijipa moyo kwamba bado ana muda wa kufikiria alichosikia. Lakini haikuchukua muda mrefu. Usiku ulipoingia, Juma alianza kusikia sauti za ajabu ndani ya nyumba. Mlango ulitetemeka kidogo, hewa ikawa nzito. Ghafla, joka lilijitokeza,
mwili wake mrefu ukijivuta sakafuni. Macho yake yalikuwa makali, yakimwangalia Juma bila kupepesa. Joka lilitoa sauti nzito, kisha likafungua mdomo wake. "Nina njaa," lilisema kwa sauti nzito ya kutisha. "Nataka chipsi na kinywaji cha baridi sasa hivi." Moyo wa Juma uliruka. Alisimama haraka, mikono ikitetemeka. Hakuwa amewahi kufikiria joka lingeanza kumtesa mapema hivi, tena kwa vitu vya kawaida. Alikimbia jikoni, akatafuta chipsi na kinywaji, akivileta kwa haraka mbele ya joka. Lakini hata baada ya kula, joka halikuondoka. Lilijivuta karibu zaidi, likimzunguka Juma pole pole, kana kwamba linamuonya. "Hii ni mwanzo tu," lilisema kwa sauti ya chini. "Ukichelewa kutimiza sharti, mateso yataongezeka." Juma alibaki amesimama, jasho likimtoka, akitambua kuwa kuanzia siku hiyo maisha yake hayangekuwa tena ya kawaida. Usiku ulipokuwa ukielekea katikati, joka lilianza kuonesha tamaa yake kwa nguvu zaidi. Sauti nzito na yenye kutisha ilienea ndani ya nyumba. "Sasa nataka mke wako aje hapa," lalisema, mwili wake mrefu ukiinuka zaidi, macho yake yakimwangalia Juma kwa ghadhabu. Juma alishtuka sana, moyo wake ulidunda kwa nguvu, akijua kuwa hatua yoyote ya kujaribu kutozingatia tamaa ya joka ingeleta hatari kubwa. Alimfanyia mke wake ishara ya haraka kuja jikoni, akiwa ameteleza mguso wa hofu kila hatua. Joka halikuishia hapo. "Pia nataka ugali wa dona likoje kwenye sahani," liliongeza, mdomo wake ukiwa wazi na akili zake zikiwa za kutisha. Juma aliruka haraka, akachukua bakuli kubwa la ugali wa dona akilileta mbele ya joka. Lakini bado haikutosha. Joka lilirukia kidogo, linikamata macho ya Juma. "Na mwisho, ice cream. Nataka ice cream sasa hivi," lilisema, sauti yake ikiwa ya kupuliza hofu. Juma alitetemeka, lakini alijua hakutakuwa na njia ya kuepuka. Alikimbia jikoni mara nyingine, akachukua ice cream na kuileta mbele ya joka. Lakini alipoikabidhi, joka lilikuwa bado linamzunguka, likimtazama kwa makini, kama linataka kuhakikisha kuwa sharti lake limekamilika kabisa. Hapo Juma aliketi kitandani, akijua kuwa usiku huu ulikuwa anza wa maisha mapya ya hatari na tamaa zisina mwisho za joka. Hali ndani ya nyumba ilibadilika ghafla. Mlango ulipofunguka, mchungaji mkubwa ambaye alikuwa kaka wa Juma alitokea akiwa na mwambaza wa uthubutu na amani. Sauti yake tulivu ilienea ndani ya chumba. "Juma, amani iko mikononi mwako, usiogope." Juma, mikono yake ikitetemeka, alijikaza na kuomba kwa dhati. "Tafadhali, acha haya yote, acha joka hili, nipatie amani na familia yangu iwe salama." Joka lilishtuka, macho yake makali yakitazama Juma kwa sekunde chache zenye uzito wa hatari. Kisha, kwa sauti nzito lakini yenye uchungu, lilisema, "Umejaribu kufuata sharti, lakini fahamu, nitakukumbuka milele." Mwili wa joka ukapoteza nguvu, uchungu ukionekana kama kioo kilichovunjika ndani ya uso wake, na hatimaye joka alikufa, nguvu zake zikipotea bila kuacha dalili yoyote. Juma alilia, mikono yake ikishikilia uso wake, akiomboleza kwa hofu na shukrani. Kaka yake, mchungaji, alikuja mbele, akimpa nguvu ya faraja. "Maisha yako na familia yako yameokolewa, lakini kumbuka, hekima na tahadhari ni zawadi ya kweli." Chumba kilitulia. Hewa nzito ilipungua, mwanga wa asubuhi uking'ara ndani ya nyumba, na Juma alijua kuwa usiku huu ulikuwa mwanzoni wa maisha mapya, yenye hofu lakini pia hekima ya kuthamini kila hatua. Lakini amani iliyokuja kwa muda mfupi haikudumu. Juma, licha ya hofu na shukrani, alijikuta akifirisika ndani yake. Mipango yake, tamaa zake na makosa aliyofanya yalimvuta kwenye giza ambalo hakuwa tayari kulikabiliana. Macho yake yalikaza kwa hofu, mwili wake ukitetemeka usio na nguvu. Hatimaye pumzi zake zilisita na mwili wake ukakosa nguvu, akifilisika pale pale. Kaka yake, mchungaji, alitazama kwa huzuni, macho yake yakijaa uchungu.
Hivyo ndivyo dunia inavyokuwa kwa wale wasiopima hatari kwa uangalifu. Lakini hekima bado itabaki kwa wengine. Nyumba ilibaki kimya, hofu ikitoa nafasi kwa utulivu mdogo, na historia ya jumba ikawa kumbukumbu ya tahadhari, tamaa na hatari zisizo za kawaida.